Katika giza nene la usiku wa kuamkia Juni 10 mwaka huu, anga la Kiev lilipasuka kwa milio ya makombora na ndege zisizo na rubani zilizotumwa na Urusi. Hakukuwa na utangulizi wala dalili, bali radi ya vita iliyorudi kwa nguvu mpya. Kile kilichoshuhudiwa si tu mashambulizi ya kijeshi, bali ishara wazi kuwa mvutano kati ya Urusi na Ukraine umeingia katika hatua nyingine ya hatari, ukidhoofisha matumaini yaliyokuwa yameanza kuchipua ya mazungumzo ya amani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alieleza kuwa mashambulizi hayo ndiyo makubwa zaidi kuwahi kushambulia tangu vita vilipoanza miaka mitatu iliyopita. Zaidi ya drones 300 aina ya Shahid pamoja na makombora ya kivita 7 yaliyofyatuliwa kuelekea maeneo ya raia na miundombinu nyeti. Kiev, mji mkuu uliojifunza kuishi na vita, ulishtushwa na mlipuko mkubwa uliowasha moto katika majengo ya ghorofa, hospitali za uzazi na hata vituo vya huduma za afya. Katika jiji la Odessa, watu wawili waliripotiwa kufariki dunia papo hapo, huku wengine 9 wakijeruhiwa vibaya. Huko Kiev, mtu mmoja alipoteza maisha na wengine kadhaa wakilazwa hospitalini kwa majeraha ya moto na mshtuko. Zaidi ya familia 25 ziliokolewa kutoka katika majengo yaliyoshika moto, huku moto ukiendelea kusambaa katika wilaya 7 za mji huo. Hali ya taharuki ilitawala barani. Wananchi walikimbilia vituo vya chini vya ardhi, metro, ambavyo sasa vimekuwa kama kimbilio la pili la watu wa Kiev. Mwanamke mmoja, Nina Nosivets, alisikika akisema kuwa wanajificha kama panya ili wasubiri mashambulizi yaishe, akiwa amemshikilia mwanawe mchanga wa miezi 8 tu. Katika maneno hayo kulikuwa na sauti ya uchungu, lakini pia uvumilivu wa wananchi waliozoea machungu ya mizinga. Katika maelezo yake ya baada ya tukio, Zelensky alikemea jumuiya ya kimataifa kwa ukimya wake akisema, mashambulizi ya Shahidi ni sauti inayozidi nguvu ya wito wa dunia wa amani. Aliongeza kuwa ni muda wa mataifa washirika kuchukua hatua za dhati badala ya maneno matupu, akisema kuwa pasipo hatua, Urusi itaendelea kuvunja sheria za kimataifa kwa jeuri ya silaha. Wakati huo huo, mazungumzo ya amani yaliyofanyika Istanbul tarehe 2 Juni yalionekana kuyumba, huku Urusi ikisisitiza kuwa haitasitisha mashambulizi hadi malengo ya kijeshi yatimie. Taarifa kutoka Moscow zilidai kuwa mashambulizi hayo yalikusudia vituo vya silaha, maghala ya kijeshi na vituo vya kuandaa mashambulizi vya Ukraine. Lakini picha kutoka Kiev na Odessa zilionyesha uharibifu mkubwa kwa makazi ya watu wa kawaida, watoto na wagonjwa. Katika mazingira haya ya taharuki, sauti ya mwananchi wa kawaida ikawa yenye nguvu kushinda silaha. Maria Pachapinska, mfanyikazi wa kiwanda cha t-shirt, alisema kwa sauti ya huzuni, nusu ya nafasi yangu imeungua. Maneno haya si tu taswira ya maumivu yake binafsi, bali pia mwangwi wa taifa zima linaloendelea kulia chini ya kivuli cha mashambulizi yasiyoisha. Wakati Urusi ikidai mafanikio ya mashambulizi hayo, Ukraine inaendelea kuomboleza na kujenga tena. Dunia kama mashuhuda imesimama katika njia panda. Ama ichukue hatua ya kweli ya kuzuia janga la kibinadamu linaloendelea Ulaya Mashariki, au iendelee kuwa mtazamaji mnyamavu wa historia inayoandikwa kwa damu na moto.